Maisha ndani ya Pamba mazuri kwa maana ya kwamba ni timu ambayo ina love, ina umoja, mshikamano kama hivyo, ndio maana unaona kama hivyo timu inafanya vizuri. Na namna ambavyo mashabiki wanawasupport hasa katika mechi za hapa nyumbani, mwamko ukoje ukilinganisha na miaka ya nyuma, namna ambavyo mashabiki walikuwa wakisupport timu zao za nyumbani? Mimi naweza ngasema nawapongeza sana wana Mwanza kwa maana ya kwamba ndo wahusika wakuu wa Pamba, kwa sababu unaweza unaona mechi ya saa 8 watu wanaacha shughuli zao wanakuja kukusupport, alafu mbali na hiyo unaona kuna time Mwanza mvua zinanyesha muda wote, unakuta mvua imepiga kubwa, lakini still unaona washabiki unaona wanajitokeza kwa wengi na wako proud na timu yao. Kwa hiyo naweza nikasema wameweza, yani wana Mwanza wameweza, waendeleze tu hivyo hivyo, naamini wao ni sehemu kubwa ya ushindi wa timu. So far msimu tangu uanze, mechi ipi kwenu ilikuwa tough na mkapata pointi 3 ambayo bado iko kwenye akili yako? Mechi naweza ngasema mechi ya Namungo ya juzi. Mechi ilikuwa ni ngumu sana sababu unaona kabisa tuna struggle, lakini unaona wamepata penalti wale wa Namungo. Mungu tena naye tunajua upande wetu kipa kacheza. Kwa hiyo ukiangalia ni mechi ambayo ilikuwa na mambo mengi sana, lakini nashukuru Mungu tumepata ushindi. Kwenye msimu huu ni kiungo gani ambaye ulikutana naye licha ya kuwa mechi bado hazijawa nyingi, kwa sema huyu mgumu kweli alikupa kazi hapo katikati? Mimi nataka kusema viungo wote ambao nimekutana nao, kwa sababu yani ni mechi zote ambazo nimecheza unaona kabisa unakutana na watu unafanya battle linatokea battle kweli. Kwa hiyo bado si yani hivyo, wote wako level moja. Hivi kwa kumalizia, nyinyi wachezaji lakini pia mna familia, mna ndugu, mna watoto, endapo ukipata lile tatizo kubwa hasa la kifamilia, kuuguliwa, kufiwa na unakuwa una mechi uko kazini, kwako wewe huwa mnatumia njia gani ama unatumia njia gani kuhandle ile situation na kuweza kukeep performance yako isitetereke? Maana yake inapotetereka performance watu wanakulaumu wewe wanayokuona kwenye kioo, bila kujali kwamba una issue zako binafsi ambazo sometimes zinaweza zikawa zinakumega. Mimi naweza ngasema sio tu kwenye mpira, sio kwamba kwenye mpira kwenye hiyo hilo swala ni sehemu zote, sekta zote. Kuna wale watu maofisini, kuna watu hivyo, lakini ukiongelea kwa upande wangu changamoto ni hali za kibinadamu, kwamba anasema human nature, yani lazima upitie changamoto. Kwa hiyo regardless unapitia changamoto, lakini haimaanishi maisha yaendelee. Simaelewa kwamba kuna vitu utapitia vitakurudisha nyuma, lakini still you have to focus kwenye kitu kinachokuingizia ugali wa kila siku, kwa sababu sio rahisi. Unajua sio rahisi kwa maana ya kwamba tunapishana, anasema mwanadamu anapishana kuhandle vitu, sijui umenielewa. Yani kuna namna hata uwanjani, mfano na kutolea, tunaweza mtu labda kapoteza, kakosa nafasi, kakosa goli, au maybe kakosa penalti. Kile kitu atakavyokiweka moyoni mwake anaweza akachukua zaidi hata wiki bado kinamtesa. Lakini kuna mtu mwingine machua, si ndio, kwamba vile vitu anaamini ni vya kibinadamu na vinatokea still, kwa sababu unaendelea kuwa ni mchezaji na inamaanisha utaendelea kufanya mistake zile za kila siku. Kwa hiyo utayari na akili ya kupokea vile vitu ndio zina determine mtu mwingine na mwingine. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi hizo changamoto nazichukulia kama ni part ya maisha. Kwa hiyo zikitokea kuna namna nitazisolve, lakini kama zitakuwa zinanizidi pia kuna namna pia ya kufanya. Unajua nimekuuliza hivi kwa sababu mchezaji wa Simba au mnacheza wote ligi moja na nyinyi, kwa maana Elie Mpanzu, kumbe miongoni mwa sababu ya kiwango chake kutetereka, msemaji amekiri kwamba alifiwa na mtoto wake. Na mtoto ni yani unajua watu wenye watoto wanafahamu uchungu wa kuwa na mtoto, wazazi na wewe mwenyewe pia mzazi, kuna binti wa kike kama sikosei, hatuzungumzii kwa mabaya. Ile hali ambayo mkuta Mpanzu kuondokewa na mtoto wake imemwathiri
ndio lengo la kukuuliza hivi, pengine kwa ushauri labda kwa wadau wa soka, wasiwaone nyinyi wachezaji tu, bali mna familia na ni binadamu nyinyi. Naweza nikasema wanasema issue ya kuondokewa na mtu wako wa karibu inaweza unajua mapokeo, sijui umenielewa. Yani hiyo taarifa ya msiba unaipokea vipi? Probably kuna uwezekano mwingine hawezi hata kuingia uwanjani, sijui umenielewa. Kwa hiyo kitendo cha kama unavyosema huyu alikuwa amefiwa na bado still anaenda kucheza, ni kitendo fulani ambacho amazing, kwamba ni mtu ambaye unaona kabisa yani kapata tatizo kubwa kama lile, lakini still yupo kazini. Ni kitendo cha kishujaa sana. Kitendo cha kuambia mashabiki kutokana na haya ambayo ukikosa goli, ukikosa nafasi ya Kevin kachuja, Kevin kufanyaje, wakati pengine wana matatizo. The same kwa Mpanzu pia. Unawaambia nini wadau wa soka kuacha kuwashambulia nyinyi wachezaji? Yani huwezi kumzuia mshabiki kuongea. Kwa sababu gani? Yani always ndo maisha yalivyo, kwamba ukifanya kosa, mistake, lazima watu watafanyaje duniani kote. Yani mtu hawezi kujua mazingira yako, yeye anachojua ni performance yako. Sasa once unapofanya kosa ukasemwa, inabidi ulichukulia, kwa sababu unapofanya vizuri pia watu fanyaje wanakusifia, sijui umenielewa. Kwa hiyo kwa washabiki kuwasema wachezaji, kuna namna moja ya unaweza kuwa unawasaidia, sijui kama unanielewa. Yani kwamba kuna namna mchezaji anaweza akawa amejisahau, kuna namna wachezaji wanajisahau, lakini zile yowe sometimes zinakufanya kumbe mimi nafeli, sijui umeelewa. Sasa issue yako ni wewe akili yako kuiswitch, kwamba hizi kelele nizigeuze ziwe kama sign ya kwamba kuniinua mimi, sijui umeelewa. Kwa sababu ukimlaumu mshabiki always anasema ukweli. Ukipata nafasi ya kuongea na Mpanzu utamwambia nini? Cha kwanza nitampa pole, kwa sababu kama viatu vyake mimi mwenyewe kuvivaa ni ngumu, kwamba kama kafiwa na mwanae, kwamba Mungu amtie nguvu tu, kwa sababu ni kipindi kizito kwake, lakini still kama kuna uwezekano wa kutula, unapata hata muda kidogo, una relax, akili yako inarudi sawa. Lakini still Yanga ni klabu za kumpa mtu nafasi ya kuweza kutulia, kwa unavyoona wewe. Kuna muda timu sio kitu kwenye familia, sijui kama unanielewa. Yani kuna muda hizi timu zinapita tu. Yani leo utakuwa hizi afu na timu hazina saa. Yani unapokuwa kwenye ile wakati wako ndio timu inakusamini, sijui unanielewa. Kwa hiyo kuna time lazima uangalie familia. Wanasema hakuna kitu kikubwa kama familia, sijui unaelewa. Kwa hiyo kuna namna unabidi uangalie familia kwanza, hivi vitu vingine si vipo tu vinakuja. Shukrani. Pamoja sasa.